Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabonea na comment, vile vile unapartage ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Hii ni Congo Post News, ikiendelea kupatia habari zetu za kila siku asubuhi, mchana, magharibi kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi endelea kuungana nasi ili uendelee kupata habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile nje ya nchi ya DRC. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yamezuka Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika kijiji cha Iteya kilichopo katika eneo la Banakindi kwenye groupment ya Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano haya yamehusisha makundi mawili yanayojulikana kwa jina la Wazalendo, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa Lavi Changwe, katibu wa utawala wa groupment ya Kisimba, mapigano yalianza majira saa 4 asubuhi kwa saa za eneo hilo. Upande mmoja ulikuwa na wapiganaji wa CMC wanaoongozwa na kamanda anayejulikana kwa jina la Bigabo, huko upande mwingine ukiwa na wapiganaji wa kundi la Sindondori. Makundi hayo mawili yalitumia silaha za moto na kuanza kurushiana risasi kwa muda mrefu. Ukali wa mapigano uliwalazimisha baadhi ya wakazi wa Iteya kuacha nyumba zao na kukimbilia misituni kutafuta usalama. Taarifa kutoka kwa uongozi wa eneo hilo zinaeleza kwamba mapigano hayo huenda yamechochewa na kutoelewana kuhusu usimamizi wa udhibiti wa eneo. Hivyo mvutano ambao awali ulikuwa wa kiutawala au kimamlaka uligeuka kuwa mapambano ya kutumia silaha. Hali hii ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa, kwa sababu linaonyesha jinsi mgogoro kati ya makundi yenye silaha inaweza kugeuka kwa haraka na kuwa tishio kwa raia. Kwa sasa kuna taarifa rasmi iliyothibitisha idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa. Vile vile kiwango cha uharibifu wa mali haijafahamika. Hivyo taarifa kuhusu vifo au majeruhi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi mamlaka zitakapotoa tathmini rasmi. Jambo la muhimu katika tukio hili sio tu mapigano yenyewe, bali pia na mgawanyiko unaojitokeza ndani ya makundi yenye silaha yanayodai kuwa upande wa ulinzi wa jamii. Wazalendo wamekuwa wakishiriki katika mazingira magumu ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pale makundi haya yanapogeukiana na kupigana yenyewe kwa wenyewe, raia wanakuwa katika hatari zaidi, kwa sababu mapigano yanahamia moja kwa moja katika maeneo wanapoishi. Migogoro ya Iteya unaonyesha kwamba swala la udhibiti wa maeneo uliweza kuwa chanzo kikubwa cha mvutano kati ya makundi yenye silaha. Ikiwa hakuna utaratibu wa wazi wa mamlaka, amri na usimamizi wa maeneo, ushindani unaweza kuendelea na kusababisha mapigano mapya. Hatari nyingine kubwa ni kwa raia. Kukimbia kwa wakazi kwenda misituni kunaonyesha kiwango cha hofu kilichopo. Raia wanaweza kupoteza makazi yao, biashara zao kusimama na kupata ugumu wa kupata chakula, maji na huduma nyingine muhimu. Mapigano haya yanatokea wakati hali ya usalama katika maeneo mbalimbali Walikale ikiwa bado ni mbaya. Groupment ya Kisimba imewahi kukumbwa na vipindi vya vurugu vinavyohusisha makundi yenye silaha. Kwa hiyo tukio la Iteya inaweza kuwa ishara ya hatari ya kuongezeka kwa mvutano wa ndani, hasa iwapo pande zinazohusika hazitafikia makubaliano au mamlaka za eneo hazitaingilia kati kwa njia ya amani. Jamii ya kiraia ya Kisimba tayari imezitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka kuzuia mapigano zaidi na kurejesha utulivu. Kwa ujumla, mapigano ya Iteya yanaonyesha changamoto kubwa inayokabili maeneo yenye makundi mengi yenye silaha. Hata wakati makundi hayo yanaweza kuwa na maadui wa pamoja, migogoro kuhusu mamlaka, maeneo na usimamizi inaweza kugeuza kuwa wapinzani wao kwa wao. Kwa sasa kinachotazamwa kwa karibu ni kama mapigano yatasitishwa kabisa, kama wakazi waliokimbia wataweza kurejea manyumbani kwao, na kama mamlaka zitafanikiwa kuzuia mapigano mengine katika eneo ya jirani.
Jambo la msingi zaidi ni usalama wa raia bila hatua za haraka. Ni usalama wa raia kia kwanza bila hatua za haraka na kupunguza mvutano kati ya makundi Itea na maeneo mengine ya Kisimba yanaweza kuendelea kukabiliwa na hali ya hofu na kuyumba kwa usalama. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo vinaripoti mashambulizi mapya ya mabomu yaliyohusishwa na waasi wa M23 katika maeneo ya Musimbira na Nyamiri yaliyopo katika groupement ya Ufamandu ya kwanza chini ya sheferia Baunde. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi hayo yalitokea Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 majira saa 5 asubuhi kwa saa za eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinadai kwamba mabomu hayo yalianguka katika maeneo yenye wakazi wengi na watu, na baadhi ya raia huenda waliathirika na mlipuko huo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa kamili na uhuru uliothibitisha idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa. Kwa hiyo taarifa kuhusu madhara ya mashambulizi hayo bado zinahitaji uthibitisho zaidi kutoka kwa mamlaka na vyanzo vya kuaminika. Mashambulizi haya yanaripotiwa siku moja baada ya mlipuko mwingine iliyotajwa kutokea Jumapili tarehe 16 mwezi huu wa 8 mwaka 2026 katika vilima vya Kihinga na Malumba, pia katika sehemu hiyo hiyo ya Masisi. Wakati huo eneo hilo linaendelea kushuhudia mapigano makali kati ya wapiganaji wa M23 na makundi ya wazalendo. Milio ya risasi na milipuko imesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyo karibu na mapigano, hali ina maana kwamba ni hatari na inaweza kubadilika kwa haraka. Vijiji ambavyo vilikuwa na shughuli za kawaida vinaweza ghafla kuwa maeneo ya mapigano, na hivyo kuwalazimisha raia kufanya uamuzi wa kuondoka bila maandalizi. Kutokana na hali hiyo, wakazi kadhaa wameanza kuondoka katika vijiji vyao wakitafuta maeneo salama zaidi. Baadhi ya waliokimbia wanaripotiwa kuelekea upande wa Luanda katika eneo la jirani la Walikale, wakiamini kwamba wanaweza kupata usalama zaidi mbali na maeneo yaliyokumbwa na mapigano. Hali hii inaonyesha hatari ingine kubwa ya mzozo wa Masisi, kuongezeka kwa uhamiaji wa lazima wa raia. Familia zilizolazimika kuondoka nyumbani sio tu kwamba upoteza usalama wa makazi yao, bali pia kukumbana changamoto za chakula, maji, huduma za afya, elimu na mahitaji mengine ya msingi. Kinachotia wasiwasi zaidi katika tukio hili ni kwamba mashambulizi ya mabomu na mapigano ya ardhini vinaonekana kutokea kwa wakati mmoja katika eneo yenye wakazi. Hii inaongeza hatari kwa raia ambao huenda wasiwe na muda wa kutosha wa kuondoka au kupata taarifa kuhusu maeneo salama. Ukweli kwamba baadhi ya wananchi wanakimbilia Walikale wanaonyesha namna ambavyo mapigano katika eneo la Masisi yanaweza kuwa na hatari zinazovuka mipaka eneo moja. Migogoro unapozidi, maeneo jirani wanaweza kupokea idadi kubwa ya watu waliokimbia na hivyo kuongeza shinikizo kwa jamii zinazowapokea. Kwa upande mwingine, mapigano kati ya M23 na wazalendo yanaongeza utata wa hali ya usalama. Kadri makundi yenye silaha yanavyokabiliana karibu na maeneo ya raia, ndivyo uwezekano wa wananchi kuathirika na mapigano yanaendelea kuongezeka. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Musimbira, Nyamiri na maeneo mengine ya Ufamandu bado inatajwa kuwa mbaya. Raia wanaendelea kukabiliwa na hofu kutokana na mlipuko, milio ya risasi na uwezekano wa kuendelea kwa mapigano. Kinachohitajika kwa haraka ni kulindwa kwa raia, kuwepo kwa njia salama kwa watu wanaotaka kuondoka katika maeneo ya mapigano, pamoja na juhudi za kupunguza mapigano na kuzuia kuenea kwa vurugu katika maeneo ya Masisi na Walikale. Taarifa zaidi kuhusu idadi ya walioathirika na kiwango cha uharibifu zinahitajika ili kupata picha kamili ya madhara yaliyotokana na mashambulizi hiyo ya tarehe 17
mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano makali yameripotiwa Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika maeneo ya jirani ya Minembwe katika eneo la nyanda za juu za eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Biobe Malenga, mapigano yalianza majira ya saa 4 asubuhi huku yakihusisha upande wa FARDC unaoungwa mkono na wazalendo dhidi ya muungano wa Red Tabara Twirwaneho, ambao taarifa inasema kwamba wanajiunga na AFC M23. Mapigano hayo yaripotiwa kujikita zaidi katika vijiji vya Nyaruhinga na Mukoko, maeneo ambayo yako katika ukanda wenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika nyanda za juu za Fizi. Eneo la Minembwe kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mvutano wa kijeshi na kisiasa. Kwa hiyo mapigano mapya yanaweza kuwa na hatari zaidi ya eneo moja, hasa ikiwa itaendelea kusambaa kuelekea vijiji vingine vinavyozunguka eneo hilo. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa pande zote zimetumia vikosi vya washirika wao wa ndani. FARDC imekuwa ikifanya kazi pamoja na wazalendo, huku upande mwingine ukihusishwa na Red Tabara Twirwaneho. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba hakuna taarifa huru ya kutosha katika taarifa hii inayothibitisha idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, wala haijawekwa wazi ni upande gani uliokuwa unadhibiti Nyaruhinga au Mukoko baada ya mapigano. Kwa mtazamo wa kiusalama, Minembwe ni eneo lenye umuhimu mkubwa kwa sababu ya nafasi yake katika eneo la nyanda za juu za Fizi na uhusiano wake wa maeneo mengine yenye migogoro ya muda mrefu. Udhibiti wa vijiji na njia zinazounganisha maeneo haya unaweza kumpa upande mmoja nafasi nzuri ya kusogeza wanajeshi wake, vifaa na mahitaji ya kijeshi. Ndio maana mapigano katika Nyaruhinga na Mukoko hayawezi kutazamwa kama tukio dogo pekee. Ikiwa mapigano yataendelea, yanaweza kusababisha ongezeko la hofu miongoni mwa raia, kusababisha baadhi ya familia kuhama makazi yao na kuvuruga shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Wakati mapigano yakiendelea katika nyanda za juu za Fizi, taarifa nyingine zinaeleza kuhusu operesheni ya kijeshi katika eneo la Kale, huko wazalendo wakiripotiwa kufanya mashambulizi ya ukabiliana na upande unaohusishwa na AFC M23 katika maeneo ya Katare, Chunguti, Nyamugari na Kivoka. Hali hii inaonyesha kwamba changamoto ya kiusalama haijajikita katika Minembwe pekee. Badala yake, maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini yanaendelea kushuhudia harakati ya kijeshi kati ya makundi yenye misimamo tofauti. Kwanza, mapigano haya yanaonyesha kwamba licha ya juhudi za kisiasa na kidiplomasia zinazolenga kupunguza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ardhini bado ni mbaya, au hali kwenye uwanja wa vita bado ni mbaya. Pili, matumizi ya vikundi vya wenyeji kama wazalendo, Twirwaneho na Red Tabara yanafanya mazingira ya vita kuwa magumu zaidi. Kila upande unapokuwa na washirika wake na wa ndani, mapigano yanaweza kuendelea hata wakati viongozi wa kisiasa wakiwa katika mazungumzo. Tatu, kuenea kwa mapigano katika maeneo tofauti ya Kivu Kusini kunaongeza hatari kwa raia. Kila ongezeko la mapigano linaweza kuathiri usafiri, masoko, huduma za afya na elimu, pamoja na kuongeza idadi ya watu waliolazimika kutafuta maeneo salama. Kwa sasa ni mapema sana kusema kwamba upande fulani umepata ushindi wa mwisho uko Minembwe, kwa sababu taarifa iliyopo inathibitisha haijatoa uthibitisho wa kweli au kuhusu taarifa ya mwisho kamili ya kusema kwamba upande huu ndio umeshinda vita au jeshi fulani ndio imechukua udhibiti wa eneo fulani. Kwa ujumla, mapigano ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo ya Nyaruhinga na Mukoko karibu na Minembwe yanaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kijeshi katika maeneo ya Fizi. Wakati huo harakati za wazalendo katika maeneo ya Katare, Tuchunguti, Nyamugari na Kivoka huko Kale zinaonyesha kuwa Kivu Kusini bado iko katika mazingira magumu ya kiusalama. Kinachofuatiliwa sasa ni iwapo mapigano haya yatapungua au yataendelea kusambaa katika vijiji vingine. Jambo muhimu zaidi ni usalama wa raia, kwani katika mazingira kama haya taarifa za haraka na sahihi ni muhimu ili kuepusha hofu,
propaganda na taarifa zisizothibitishwa. Hii ni hali inayohitaji uangalizi wa karibu kutoka kwa mamlaka za serikali, viongozi wa eneo, mashirika ya kibinadamu na jamii, huko juhudi za kisiasa na za kutafuta suluhu ya kudumu zikiendelea. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea ndani na nje ya nchi ya DRC. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi afanya ziara huko Zanzibar, akutana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wachambuzi wanasemaje kuhusu ziara ya Tshisekedi? Kweli ziara hii inadhihirisha uhusiano unaoendelea kukomaa kati ya serikali ya Mheshimiwa Bi Samia Suluhu Hassan na Bwana Tshisekedi, hasa kwenye swala la usalama eneo la mashariki mwa Kongo. Iran yasema mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa mpaka Marekani itekeleze kikamilifu makubaliano ya mwezi Juni. Na kesi ya mauaji ya mwana muziki wa mtindo wa rap huko Marekani Tupac Shakur yaanza kusikilizwa. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie huko visiwani Zanzibar. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na afya, Rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi Chilombo amefanya ziara nchini Tanzania na kukutana na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko Kizimkazi, kusini mwa kisiwa cha Unguja. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said anaeleza zaidi. Marais hao wawili wamejadili namna kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na miundombinu, hasa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi utakaounganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini. Leo katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Tshisekedi tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi Multimodal Transportation Project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda. Mazungumzo hayo pia yamejikita katika kuendeleza reli ya kisasa SGR kuelekea magharibi pamoja na kuboresha bandari ya Ziwa Tanganyika. Hatua hizo zinatarajiwa kufungua zaidi biashara na uwekezaji kati ya Tanzania, DRC, Burundi na nchi nyingine jirani. Ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Tunaposema usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola. Kwa upande wake, Rais Tshisekedi amesema ushirikiano huo utawezesha nchi hizo mbili kuboresha miundombinu ya barabara, bandari na nishati ili wananchi wanufaike zaidi na fursa za maendeleo. Tutahitaji kuwa na miundombinu ambayo imeboreshwa, kwa mfano swala zima la barabara, bandari na pia hata upatikanaji wa nishati. Amesisitiza pia kuwa amani ndio msingi wa maendeleo huko DRC, ikiendelea kushirikiana na Tanzania katika kuimarisha usalama wa ukanda maziwa makuu. Tutaendelea kusimama na Dr. Samia Suluhu Hassan bila kujali mazingira, kwa sababu tunajua ukosefu wa amani ni swala ambalo haliwezi kupuuziwa, na hiyo sisi tutaendelea kusimama na Tanzania. Hii ni mara ya 6 kwa Rais Tshisekedi kutembelea Tanzania tangu mwaka 2019 na mara 3 kwa ziara rasmi za kiserikali. Ziara hiyo inaendelea kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na DRC katika biashara, miundombinu na amani ya kikanda. Salma Said, DW, Zanzibar.
Tukibaki na swala hilo hilo la ziara ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi visiwani Zanzibar na mkutano wake na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nimezungumza na Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa na eneo la ukanda wa maziwa makuu, akiwa jijini Paris, Ufaransa. Na kwanza nimemuuliza kwa mtazamo wake ziara hii inatoa mwelekeo gani kuelekea swala zima la usalama mashariki mwa Kongo. Kweli ziara hii inadhihirisha uhusiano unaoendelea kukomaa kati ya serikali ya Mheshimiwa Bi Samia Suluhu Hassan na Bwana Tshisekedi, hasa kwenye swala la usalama. Eneo la mashariki mwa Kongo kwa muda mrefu liko kwenye fujo zisizomalizika, na Tanzania imewahi kushiriki katika hatua za kuleta amani, na leo kuna harakati za kikanda ambazo zinajitahidi kurudisha amani mashariki mwa Kongo, na Tanzania ni mmoja ya mdau mkubwa sana kwenye eneo hilo la maziwa makuu. Tumeshuhudia mahusiano baina ya Tanzania na Kongo katika miaka ya nyuma yakiwa tofauti kabisa na hali ilivyo sasa. Mabadiliko haya ya mahusiano kati ya viongozi waliopita wa Tanzania na Kongo, hasa hawa wa sasa, na ukizingatia huo mkakati wa amani ya mashariki mwa Kongo, ukaribu baina ya Rais Samia na Rais Tshisekedi, hii inatoa mwelekeo gani? Kwa kweli nadhani kwanza ni utashi wa kisiasa, na ukitizama Bwana Tshisekedi kidogo amejitahidi kufungua sana diplomasia katika nchi jirani, kwa sababu yeye anasema kama tatizo hili linatoka nchi jirani, na nchi jirani ambazo zinaweza kushiriki hasa katika mstari wa mbele kutatua matatizo, basi ni vizuri kwanza nchi jirani kama Burundi, Tanzania, ambao hawa wanaonekana kama ni majirani wema kwa Kongo, waweze kushiriki katika kipaumbele. Kwa kweli ni mlango mzuri sana wa diplomasia amefungua, na nadhani ni hilo ambalo Tshisekedi anatafuta kwanza msaada na ushirikiano wa nchi za jirani ya kikanda kabla ya kukimbilia kama alivyosema Waswahili, fimbo ya mbali haiuinyoka. Nchi hii ya Kongo wakati kama huu na jinsi Tanzania inavyoijongelea, unaona inatoa mwelekeo gani katika mahusiano yake na Rwanda na nchi nyingine kama vile Burundi, ambako huko hali pia nayo haijakuwa nzuri sana ya mashirikiano Burundi, Rwanda na Kongo? Kwa kweli kwanza nadhani ni jambo ambalo lilichelewa katika kughafilika kukubwa kwa viongozi wetu wa kutoka eneo hilo la mashariki ya Afrika maziwa makuu, ni uhusiano wa ukaribu zaidi wa Kongo na Tanzania, kwa sababu ukitizama zile nchi kijiografia, nchi zimesogeleana sana, na ni nchi ambazo zinaigawa Afrika kaskazini na kusini. Moja inagusa bahari ya Atlantic na nyingine inagusa bahari ya India. Kwa hiyo ni nchi kubwa ambazo zinatakiwa ziwe na shinikizo na msukumo katika masuala yote ya amani ya kiuchumi, na pia ni nchi ambazo zimebeba utajiri wa maliasili sana. Kwa hiyo nadhani kusogeleana huku nadhani ni ukurasa mpya na wenye kuleta matumaini katika hali zote, ikiwa za kiuchumi na za usalama katika eneo la maziwa makuu. Mali, mpango mpya wa amani ambao Kongo imeupendekeza kuwapokonya silaha waasi wa Rwanda, ungeweza kusema kwamba Kongo sasa hivi ni kama inachukua nafasi ya Rwanda, kwa sababu Rwanda hapo kabla ilionekana iko karibu zaidi na Tanzania, lakini sasa hivi Rwanda inaonekana ni kama inakwenda mbali na Tanzania, na Kongo ndio inaijongelea zaidi. Unazungumziaje hali hii? Unadhani kwamba kunaweza kainuka pengine uhasama kati ya Rwanda na Tanzania kwa sababu Tanzania inataka kuisaidia Kongo? Sidhani kwamba kwa kukomaa uhusiano wa kati ya Tanzania na Kongo inaweza kusababisha uhusiano wa Rwanda na Tanzania uweze kuathirika, kwa sababu ukitazama hizi nchi zote ni wanachama wa jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo nadhani inaweza kuwa ni uhusiano wa ziada ambao umefufuliwa na ambao hata jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza ikafaidika katika uhusiano huo. Kama Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa na ukanda wa maziwa makuu, kama nilivyozungumza naye kuhusu ziara ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko Zanzibar. Mawaziri wanaohusika na afya barani Afrika wamekutana hivi leo jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuzungumzia swala tete la afya ya mama na mtoto, msisitizo ukiwekwa kwenye mlipuko wa maradhi ya Ebola nchini Kongo. Hali kadhalika viongozi hao wa Afrika wakiwamo mabalozi wamesisitiza nchi za Afrika kuzalisha fedha zake katika kusimamia sekta ya afya. Florence Majani anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akifungua mkutano huo leo, Waziri wa Afya Tanzania Mohamed Mchengerwa amesema lengo la mkutano huu ni kukumbusha namna gani nchi za Afrika zitakavyoweza kuboresha sekta ya afya na kuondokana na utegemezi. Wakati wote tunapotoka hapa kwenye mabaraza yetu ya mawaziri katika kila nchi, basi tukaizungumza hii umuhimu wa kuwekeza kwenye sekta ya afya, kupeleka fedha kwenye sekta ya afya. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante, chao.